Ni mwendelezo wa ripoti kutoka katika maonesho ya 33 ya kilimo hapa Nzuguni Dodoma, na siku ya leo nimefika katika banda la Benki Kuu ya Tanzania. Kubwa lililonileta mimi hapa katika banda hili la Benki Kuu 88 Dodoma ni maswali haya mawili makubwa. Kwanza, kumekuwa kuna maneno au posti zinapostiwa mitandaoni, watu wakilalamika kwamba sarafu ya shilingi 500 inanata kwenye sumaku tofauti na hapo awali. Hili linasababishwa na nini? Lakini pia kumekuwa kuna maneno mengi, kuna trending kubwa kuhusiana na video za watu wakiwa wanaonekana wanatunzana kwenye sherehe. Tumeona wale wa Katoro, tunashuhudia baby shower ya Diamond Platinum, hela zinavyoenda kwa keshi, na harusi mbalimbali za matajiri, wengine wanabeba dola, wengine euro. Lakini hili likoje kwao Benki Kuu? Wanalielezeaje kisheria? Lakini pia ni nini hasa wao wanashauri? Nazungumza na meneja mawasiliano wa Benki Kuu ya Tanzania. Tumeona watu wengi sana wamekuwa na tabia ya kutaka kujionyesha wanapotoa zawadi, wanakuwa wanashika mabulungutu ya pesa, wanatupa na nini. Sisi kama Benki Kuu tunawasihi wa Tanzania waweze kutunza noti zetu na sarafu. Kwanza watambue kwamba hizi noti na sarafu zinatengenezwa kwa gharama kubwa sana. Serikali huwa inatenga pesa inaenda kutengeneza hizi noti na sarafu, na kawaida zile noti na sarafu huwa zina kiwango chake cha kuishi. Kwa hiyo tunapotoa zile noti na sarafu, sisi tunajua kabisa hii noti serial number hii imeenda kwenye mzunguko sasa hivi. Tunajua muda wake wa kuishi labda ni, tunaweza kusema labda ni miezi labda 18. Sasa mnapoenda kule mnaanza kuzichezea, zinatupwa chini, wengine wanashika na mikono yenye jasho, wanatunza, wengine wanaangusha sehemu zenye maji, unyevu. Inakuwa sio jambo jema. Ni kweli ile pesa inakuwa ni ya kwako, umeitafuta mwenyewe kwa hela, kwa jasho lako, lakini kiustaarabu basi unaweza kutumia njia mbadala. Kama unataka kumtunza pesa mtu, tafuta mifumo ya malipo. Unaweza ukamlipa ukaingiza kwenye benki yake, baada ya hapo ukaja na ile pay slip ukamonyesha, au ukamlipa kwa kutumia simu, ukafanya miamala, na malipo yote yanasimamiwa na Benki Kuu na yako salama. Bali ya hapo basi, kama imebidi sana kuweza kumpa hela taslimu, tafuta chombo kisafi, kizuri, ziweke katika hali ya ustaarabu. Lakini pia hatuoni kama ni busara sana mtu kutembea na fedha taslimu zikiwa nyingi. Kwanza unahatarisha usalama wako binafsi. Unajua unapokuwa na bulungutu la pesa linaweza hata likawa attract, wanasema vibaka wale. Wanajua huyu jamaa na hela nyingi, unaweza kuhatarisha maisha yako wakakuvamia. Mbali hapo hata uhifadhi wake unakuwa sio salama. Utakuta zile pesa sasa umezikunja, na unapozikunja tayari pia unapunguza muda wake wa kuishi. Kwa hiyo sisi tunawasihi sana, sawa, nenda kwenye sherehe katunze, lakini usitunze kwa kushika fedha taslimu. Tumia njia mbadala za kufanya malipo, tumia mifumo ya malipo ambayo ipo, tumia bank account, tumia simu, vitu kama hivyo. Usipende sana kushika fedha taslimu, kwa sababu hata mikono yako, na uhakika wengi unakuta mikono ina jasho, au mwingine saa nyingine ndio hicho anapoenda anamtunza mtu anamwekea kichwani, uso saa nyingine unamatoka majasho, ana mafuta yanachuruzika usoni, au mikono tu hivyo ina unyevu, au saa nyingine noti inadondoka chini, au kama ni hivyo mtu amelala labda kitandani, huwezi kujua hapo mnaweza kuwa na maji, tayari ile noti inakuwa imeshaharibika. Kwa hiyo sio jambo jema kwenda kutunza kwa kutumia fedha taslimu. Mtunze kwa kutumia njia nyingine mbadala za malipo, alafu njoo tuonyeshe pay slip. Nimelipa milioni 15, hizi hapa pay slip hii. Inatosha kabisa kukufanya kuonekana wewe wa maana na wa kisasa kuliko kushika ile mabulungutu. Siku hizi kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa kuna taarifa au watu wanashare baadhi ya video kwamba hii shilingi ya 500 imekuwa ikinata kwenye sumaku. Tunakwambia, lakini kwa nini nanata siku hizi? Mtu akitoa kama ameweka kitu labda cha kushikia kadi, pochi, anakuta imenatia pembeni. Labda inasababishwa na nini? Kwanza napenda Watanzania watambue kwamba noti zetu zinatengenezwa kwa kutumia noti na sarafu zinatengenezwa kwa kutumia vifaa mbalimbali. Kwa mfano noti natumia pamba, na hizi sarafu nyingine kuanzia 500, 200, 150 na hizi senti nyingine mpaka senti 5 zinatumia madini ya aina mbalimbali. Sasa umeshasema kwamba zinanata zikiweka kwenye sumaku. Madini yoyote yale ukiweka kwenye sumaku ni automatic
gusana pale itanata. Lakini tunapenda kuhamasisha Watanzania watambue kitu kimoja. Hatushauri uiweke kule kwenye smaku. Sidhani kama ni sehemu sahihi ya kuipeleka sarafu yako. Sisi tunahamasisha wananchi waweze kutunza noti zetu na sarafu ziweze kukaa katika vyombo sahihi na safi. Kwa mfano unaweza ukaweka kwenye wallet au ukatumia hata bahasha. Sidhani kama ni sahihi kuitoa sarafu labda ya 500 kuweka kwenye chombo kama hiyo smaku inanata, kwa sababu inaweza hata ikaharibika, sio mahali pake. Kwa hiyo kama ni noti au sarafu zitumike kwa matumizi yaliyokusudiwa na kuhifadhiwa pia katika sehemu ambazo zinastahili. Lakini unakuta ni mtu sio kama ameweka makusudi, nimetoka labda nimeweka na 500 2, labda nimebeba kifaa kina smaku. Yaani kawaida, kwa sababu yale ni madini, na hata ukitumia hata kwa mfano funguo saa nyingine inaweza ikanata kwenye smaku vile vile. Ni kitu cha kawaida kabisa. Sidhani kama utaweza kuchukua karatasi ukainatisha kwenye smaku ikanata. Yale kwa sababu ni madini, sio obvious yanaweza kanata. Lakini watu wana compare sasa. Mbona zamani ilikuwa inati, unaweza ukaweka ilikuwa inatisiani kwenye smaku. Ukiangalia sarafu zetu, kila sarafu imetengenezwa kwa kutumia madini tofauti. Kwa hiyo kuna mengine yanaweza yakanata pale, mengine asinati, na pia inategemea kiwango cha yale madini yaliyopo. Zote hazilingani.